Ondoke bwana. Kuja kidogo, subiri ngoja. Subiri. Hapa basi makulini. Nini? Una nini la kuniambia? Baba, kama una hela ongea, huna hela? Yaani ni tatizo kubwa kaka yako kalifanya. Tuone tunamsaidiaje huyu. Maana watu wanavunja nazi makabrini dada. Yanakuhusu. Nenda mwana kwenda bibi wewe. Kwanza nashukuru kujua kwamba wewe swala la mke wangu unalifahamu. Simkona kitu? Nyinyi mnafanya ukumbavu sana. Sasa mimi nakwambia, mimi namtaka mwanangu. Wewe ushaikuwa na mtoto? Yaani mwanangu hayupo, alafu unasema mimi nashangaa, wewe ushangaa nini? Aliletwa hapa mwanangu kule. Ameletwa hapa. Na mimi ulimpokea au kumpokea? Nimempokea. Baada ya kumpokea kenda wapi? Sikiza nikwambie mama. Mtoto mama anauma. Tena anauma kwa kweli. Huwezi kujua mke wangu amepitia na njia zipi mpaka mtoto akapatikana. Mimi nitakufanyeni baraa nyinyi mpaka mtajijua. Kwa sababu gani? Huyu mtoto huyu sio kokoto. Umesikia mama? Mimi nakumbuka nimemwacha hapa baba. Ukaenda hapa? Nimefuatilia vipimo vyake. Vipimo gani? Kwani karanga hizo mpaka upime? Kupima kitu gani? Una mzani wa kupimia au kitu gani? Mama anamtaka mwanangu. Mama sio mchezo. Sio mnakaa nafikiria ukisoma kwa nini unapeleka yule ndio mkamjua nyinyi na akili sawa. Mimi namtaka mwanangu. Bila mwanangu kupatikana mama, ile bara lake litakapotokea mtajuta kuzaliwa. Nakwambia, ndio utanijua mimi kama nani. Namtaka mwanangu. Kani wewe mtoto unafanya kitu chepesi. Wewe utakuzaa. Ushakupata mtoto wewe. Wewe unajua mjango kwa sababu mpaka mtoto kupatikana. Wewe unajua mimi nasabaliana na mtoto. Wewe mama wewe. Mwanangu asipopatikana. Mwanangu asipatikana. Nitalizusha balaa hiyo. Hujawahi kuliona. Subiri nitakuonyeshea. Subiri utafurahi, nitakufurahisha. Subiri. Mama. Kumbe kwa nini salamu nini? Nimemwacha mgonjwa hapa. Nimetoka kufuatilia vipimo na daktari. Bwana, mbona unisikilize, sawa? Tena unisikilize kwa makini sana. Wazungu wanasema kwamba how without know you never told me. Wazungu wanasema how without know what to mean. Unaletea uzungu mimi hapa? Hivi ukiniangalia mimi mzungu hapa? Mimi mzungu. Babu, siletee mambo ya kizungu mimi. Nitakuamshia sasa hivyo, kumbe unijui wewe. Yaani mimi nakunyoshia njia, wewe unaona kama mimi punguani. Ndugu yangu, unataka usaidiwe vipi wewe? Yaani katika zuzu na wewe uzuzu upo umo. Kwa sababu gani? Hauwezi ukamjua mwenzio zuzu wakati wewe mwenyewe upo zuzu na ule mume wake atakaye ndio hivyo. Midevu imewachichamaa. Lakini kuelewa muelewe watu wazima nyinyi, hata sijui mmepewa ndevu za nini. Wewe bwana usinitusi wewe. Nisikutusi nini sasa? Unanitusi. Sasa sikia. Kunapoelekea tutagombana. Alafu na mimi sitaki kugombana wala nini. Hapa nimekuja tuelewane. Haya, inakuaje ule mzigo bwana? Wewe unachukulia unaniweza au sio? Aha. Kumbe unijui wewe. Yaani mimi nina jeuri kuliko wewe. Umenielewa? Sasa sikia, na kiburi chako hiko kama nitakusaidia chochote kwa heri. Nakutania bwana nayo. Unanitania? Mimi sitaniki. Naondoka. Yaani utajua mwenyewe na midevu yako kaa hivyo hivyo. Mgonjwa gani?
Wewe ulipokuwa unamchukua yule mtoto ukamfunga kamba, ukamning'iniza chini huko, ukamwekea mipilipili, ukaweka mpilipili, ukachoma moto, wewe utarajia nini? Si ndio utarajia nini? Hiyo kazi yenu ndio itakwambia mfanye vipi? Mcheshe watoto wao. Mimi nimekuja hapa kumwangalia mgonjwa, anafika kule ndani mgonjwa hayupo. Wewe nimeambiwa umemchukua yule mtoto, umemning'iniza huko chini, umechoma pilipili zimemjia puani, kazi 100 kafa. Nionyeshe mtu alipo, nini nikamuone, nikachukua maiki ya mwanangu kazi. Nionyeshe bwana. Shemeji, mimi nimeua. Wewe ungekuwa unajua wewe ungemfanyia hivyo kwa shemeji yangu, ungemfanyia mwanangu maneno yake. Vile shemeji. Shemeji yako na nisi aje ushemeji na wewe. Wewe ungekuwa unajua shemeji yangu kwa nini ungemtoa mwanangu na mimi. Ungemcheza. Pamoja na yote lakini hawezi kuja shemeji yetu ndani ya ndio anasema hivi, nionyeshe mtu alipo, niende kachukue maiti nikazi. Sasa mtu anauliza mimi sana wakati mmoja kumwangalia mgonjwa. Umwangalie mgonjwa ukimcha muua tayari muangalie nini? Mimi nimemuua mgonjwa. Unauliza? Wewe uchaua tayari. Uangalie maiti ufanyije? Tushaua. Umefurahi? Sawa. Furahi. Lakini sasa nani? Mke wangu, mimi nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Baada ya siku 2-3 hapa mbele kutakuwa na safari ya kikazi. Sawa. Safari hii itakuwa ni safari ya wanafunzi, kati ya wanafunzi wa form 1 pamoja na form 2. Kutakuwa na kambi ya kama miezi 2. Kwa hiyo mimi ni mmoja wapo katika walimu ambao wamechaguliwa kuondoka na wale wanafunzi. Sawa. Kwa nakwambia mapema ili usije ukaniambia kwamba mimi safari zangu napenda kukurupuka bila kushirikisha. Mume wangu, ili ndo kwanza nalisikia kwako. Tuna miaka kibao mimi na wewe. Hujawahi kuniambia hivyo hata siku moja. Si unaenda kambi na watu na wanafunzi hata siku moja, ndo kwanza leo nalisikia hivyo. Hivi mume wangu, kuna nini hapa ambacho unachonificha? Hebu niweke wazi nijue. Unanichanganya, wewe unanichanganya, shemeji yangu ananichanganya. Una nini?
miaka mingi sana sijawahi hata kusikia. Ndio kwanza leo umeanzisha shule? Sijawahi hata kusikia mambo kama hayo, na watu wanamaliza na watu wapo. Sijawahi kusikia kitendo kama hiko, ndio kwanza nakisikia leo. Hakuna chochote ambacho mimi nakuficha. Na kwa nini nikufiche? Mimi najua mke wangu unakariri sana maisha. Mwaka ulioisha na mwaka huu ni vitu tofauti, kwa sababu kadri siku zinavyokwenda na maisha ndivyo yanavyobadilika, na hata mifumo ya kazi pia inabadilika vile vile. Sawa eh? Kwa hiyo cha msingi, hebu ujaribu kuniamini hata kidogo basi. Unadhani mimi nitafanya kitu gani kibaya kwako mimi jamani eh? Nilimwacha mkokoini hapa. Nilimeza hapa. Nimetoka kwenda kufuatilia vipimo vyake vingine. Narudi sijamkuta. Natafakari kaenda wapi? Kidogo mzee anaingia. Shemeji yako kanitolea maneno ya ajabu sijawahiona. Maneno kila aina kaniambia mimi. Mabaya. Mimi kosa langu nini? Na nimemwelekeza mtoto wako nilimwacha hapa, hajanielewa. Amenifokea kama mtoto mdogo. Kanitolea maneno machafu. Mimi kosa langu nini? Nimekosa nini hapo? Na nimejaribu kumwelekeza kwamba nilimwacha mwanao hapa na nilifuatilia vipimo. Hivi kweli mzee wako kuniambia mimi kwamba vipimo mwanangu yeye kalanga? Kweli? Pole sana mke wangu. Pia hata mimi nimekutana naye pale nje. Sawa. Kwa hiyo mwaka huu ndio imetokea imekuwa hivyo. Na mimi nikaona basi siwezi tu kujiondokea mwenyewe, lazima nikushirikishe katika hili kwa sababu wewe ni mke wangu kipenzi. Au kuna ubaya? Unadhani mimi ninaweza nikapingaje amri ya serikali? Nimeteuliwa mimi mumeo. Sawa mwanangu. We nenda. Kama kweli sawa nenda. Na kama unaniongopea Mwenyezi Mungu ndo anaijua. Sasa mpaka unafika kwa Mwenyezi Mungu ya nini? Hebu sikani kwa. Siwezi kukukatalia. We nenda. Liwe la kweli sawa. Aya sawa. Kuna kitu nimekumbuka. Nakuja. Amenieleza maneno ambayo sio mazuri kwangu, lakini nilistahimili kwa sababu tu ni shemeji yangu, ameniweka dada. Pole sana. Hizo ni changamoto kwa sisi. Ni moja ya changamoto. Sawa. Nakupenda pia. Nakupenda sana. Hadi basi.